Mheshimiwa Mwenyekiti, kiwanja hiki kiliboreshwa kwa maana ya usanifu wake kuhakikisha kwamba kinapanuliwa, kinakuwa kikubwa, chenye uwezo wa kuweza kuhudumia ndege za ukubwa wa Bombardier Q400 kwa usalama kabisa. Katika mradi huu yapo mawanda kadhaa yanayofanyika katika ujenzi huu wa uwanja, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha kwamba kuna barabara ya kurukia ndege yenye urefu wa meta 2200, barabara ya kiungio, ujenzi wa maegesho ya ndege, jengo la abiria lenye mnara wa kuongozea ndege, mifumo ya taa na umeme, barabara ya kuingilia kiwanjani, eneo la maegesho ya magari, mitaro ya maji, uzio wa usalama wa barabara pamoja na mizunguko ya ndani. Mheshimiwa Mwenyekiti, mkandarasi mshauri katika mradi huu ni SMEC International kutoka Australia pamoja na SMEC wa hapa Tanzania. Lakini mjenzi katika mradi huu mkandarasi ni Chico. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi huu mpaka sasa hivi kwa ujumla wake katika mawanda yake mbalimbali umefikia wastani wa 75%. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, katika maeneo mengi ujenzi wake umeshakamilika. Niseme uwanja umeshakamilika, maegesho yameshakamilika, kila eneo limeshakamilika isipokuwa ujenzi wa majengo. Lakini bado tu finishing vidogo vidogo pamoja na hasa ambavyo bado ni ujenzi wa majengo mbalimbali yanayoendelea. Mheshimiwa Mwenyekiti, niseme kwamba kwa ujumla mradi huu unatarajiwa kukamilika tarehe 10 Juni 2025. Na gharama ya mradi huu kwa ujumla ni shilingi bilioni 48.5, ambayo miongoni mwake bilioni 44.8 ni kwa ajili ya mkandarasi na mshauri ni bilioni 3.7. Mheshimiwa Mwenyekiti, niseme kwa ujumla mpaka sasa hivi mkandarasi ameshalipwa malipo yote yale aliyotaka kwa maana APC 1 hadi 5, jumla ya bilioni 28.2. Wananchi waliotakiwa kupisha mradi wameshalipwa fidia yao yote kwa ukamilifu, jumla ya shilingi milioni 764.9. Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi huu umezalisha ajira mbalimbali takribani ajira 240 zikiwemo 230 za Watanzania wa hapa nchini kwetu. Mradi huu Mheshimiwa Mwenyekiti, utakapokamilika utakuwa na manufaa makubwa sana, ambapo utachochea uchumi, utalii, kilimo, madini, kuongeza ajira na kuimarisha usafiri wa anga katika nchi yetu ya Tanzania. Nichukue fursa hii Mheshimiwa Mwenyekiti kumshukuru sana na kumpongeza Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuiwezesha mradi huu kufanyika na hususan kutoa fedha zote mpaka kufikia sasa hivi hatudai chochote na mkandarasi anaendelea vizuri katika shughuli zake za ujenzi. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, nikushukuru sana wewe binafsi na kamati yako kwa kazi kubwa mnayoifanya ya ufuatiliaji katika miradi hii. Uwepo wenu unatusaidia sana sisi Wizara ya Ujenzi kuhakikisha kwamba tunasimamia miradi hii vizuri na kwa ukamilifu kadri inavyotakiwa kuwa. Naomba nikuahidi Mheshimiwa Mwenyekiti, tutaendelea Wizara ya Ujenzi na TANROADS kusimamia miradi hii kadri inavyotakiwa kuwa ili ikamilike kama ilivyotarajiwa kwa mujibu wa mikataba tuliyojiwekea. Leo kamati ya kudumu ya Bunge ya uwekezaji wa mitaji ya umma imekuja hapa Shinyanga mjini kwa ajili ya kutembelea mradi mkubwa wa ujenzi wa airport Shinyanga, mradi ambao kimsingi ni mkubwa na ni mradi wa kimkakati ambao thamani yake ni bilioni 48. Kuja tumeshuhudia mradi umetekelezwa so far umefika 75%. Tulikuwa na nafasi ya kujionea bora wa mradi lakini pia na taratibu za utekelezaji wa mradi. Nitosha kusema tu kwamba ni mradi ambao kwa kweli ni mzuri na ni mradi ambao unabadilisha kabisa sekta hii ya usafiri hasa kwenye kanda ya Ziwa, kwa kuongeza miruko mingi na kurahisisha watu wengi kuweza kufika Shinyanga kwa wakati na kuondoka Shinyanga kwa wakati. Nichukue fursa hii kwanza kupongeza serikali kwa maamuzi mazuri ya kutoa hizi bilioni 48 kwa ajili ya mradi huu. Serikali ya awamu ya 6 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu, kwa kweli
Maamuzi haya ni maamuzi ya maana na maamuzi ambayo yanatija sana, kwa maana kwamba mradi huu utachochea kwa kiasi kikubwa uchumi wa mkoa wa Shinyanga, lakini pia niwapongeze Wizara ya Ujenzi na TANROADS kwa ujumla kwa kusimamia vema mkandarasi. Kufanya hivyo ni kutofasiri maono na ndoto za Mheshimiwa Rais ya kuboresha usafiri wa anga. Rai yangu ni kwamba TANROADS wataendelea kumsimamia mkandarasi ili aweze kumaliza hizi 25% zilizobaki kwa wakati kama mkataba unavyosema. Lakini pia naamini baada ya TANROADS kumaliza uwanja huu watawakabidhi TAA, yani Tanzania Airports Authority, ambao watakuwa na jukumu la kusimamia uwanja huu. Naamini kwamba watautunza na kufanya maintenance ili uweze kutumika leo na kesho, maana ni mradi mkubwa ambao unahitaji mpaka vizazi vijavyo viweze kukuta. Lakini pia ni rai ya kamati kwamba kama maagizo ya Waziri Mkuu yalivyotoka kwamba TAA waanze mchakato wa kuomba vibali kwa ajili ya kutumia hii runway ya uwanja mpya ambayo imekamilika, kwa sababu ile njia ya mruko imekamilika, ndege inaweza kutua. Kwa hiyo wanaweza kufanya utaratibu wa kupata vibali, ndege zikaruka hapo wakati wanatumia jengo la zamani la abiria, kwa sababu hili jipya halijakamilika. Naamini kwamba hayo yakifanyika, basi tija ya uwekezaji huu mkubwa ambao umefanyika itaweza kupatikana. Nashukuru sana.